Klabu ya Simba kuelekea katika mchezo wao wa tatu wa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika CAF Confederation Cup dhidi ya CX Sfaxien ya pale Tunisia siku ya Jumapili katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Leo hii wameweza kutambulisha ama kutangaza rasmi viingilio kuelekea katika mchezo huo, na utambulisho huo ama tangazo hilo la viingilio limefanyika siku ya leo pale katika viwanja vya Kawe, ambapo Simba walikuwa ni kama wanazindua hamasa kuelekea katika mchezo huo. Viingilio cha juu kabisa ni cha Tanzanite ambacho ni shilingi 250,000, lakini kiingilio cha chini ni cha mzunguko ambacho ni cha shilingi 3,000. Machungwa ni shilingi 5,000, VIP C ikiwa ni shilingi 10,000, na VIP B ikiwa ni shilingi 20,000, na VIP A ikiwa shilingi 30,000, huku Platinum ikiwa ni shilingi 150,000. Cha mwisho kabisa ambacho ni Tanzanite ndo shilingi 250,000. Katika uzinduzi huo wa hamasa, msemaji wa klabu ya Simba ambaye ni afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali alikuwa na machache ya kuzungumza kuelekea katika mchezo huo, na hapa namnukuu baadhi ya vitu ambavyo walikwenda kuvizungumza katika uzinduzi huo wa hamasa. Sema tuko hapa kuelezea mchezo wetu wa tarehe 15. Hapo awali mikutano kama hii tulikuwa tunafanyia ofisini au hotelini, lakini kwa sasa tunafanyia kwenye matawi yetu. Tunataka matawi ya Simba yawe na nguvu, yawe na ubora. Ndio maana tunataka matawi ya Simba yawe na ofisi. Wapo wachezaji walikuwa na changamoto za kiafya, wa kwanza akiwa ni Aish Manula ambaye aliumwa siku ya kwenda Algeria. Kwa sasa anaendelea na matibabu na tutawajulisha hali yake. Mchezaji wetu Abdrazaki Hamza ambaye aliumia kwenye mchezo dhidi ya CS Constantine, kwa mujibu wa madaktari atapatiwa matibabu leo na kesho, na Alhamisi ataanza mazoezi. Jeraha lake sio kubwa sana. Ipo taarifa njema kuhusu mchezaji wetu Yusuf Kagoma. Kijana ameshapona na sasa yuko tayari kuitumikia Simba Sport Club. Kabla ya timu kwenda Algeria alikuwa ameshapona, lakini mwalimu akaamua kumpa muda zaidi ajiandae zaidi. Ataingia kambini na wenzake kujiandaa na mchezo wa Jumapili. Changamoto walioipata imekwisha. Kwa upande wa majeruhi kwenye kikosi chetu, niseme tu tuko salama sana kuelekea mchezo wa Jumapili. Baada ya kupoteza mchezo wa juzi, kuna wenzetu wakaanza kukata tamaa, lakini niwaambie tuko salama sana. Hakuna kilichobadilika. Nafasi yetu ya kwenda robo finali iko pale pale. Niwakumbushe msimu juzi mpaka mchezo wa pili hatukuwa na alama yoyote na tukaibukia kwa Vipers, na kila mmoja anakumbuka mnyama anavuka kwenda robo finali. Kupoteza na CS Constantine kusitutoe kwenye reli. Nafasi yetu ya kwenda robo finali bado nyeupe kabisa. Nafasi yetu bado iko wazi tukifanya vizuri mechi inayofuata, amesema afisa habari Ahmed Ali. Lakini pia ameongezea, anasema timu yetu ni bora kuliko timu nyingine yoyote kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Timu yetu imeimarika sana. Mwana Simba, inabidi ujivunie timu yako, maana ubora wa kikosi unaongezeka siku hadi siku. Mchezo wa Jumapili lazima kila mwana Simba ajue umuhimu wake, maana mpinzani tunayekutana naye anataka kufufukia kwetu, na sisi hatuko tayari kuona CX Sfaxien anafufukia kwetu. Hakuna ambaye amewahi kupata uhai ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Tarehe 15 siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni kunako uwanja wa Mkapa ni siku ya kumwangamiza CX Sfaxien, na hili halitawezekana kwa Faldu peke yake, kwa Kamara peke yake, bali kwa wanasimba wote kuja uwanjani. Hakuna mwana Simba anayetakiwa kubaki nyumbani. Kama kweli tuna nia ya kumwangamiza mpinzani wetu, basi hatuna budi aache nyumba yake aje Benjamin Mkapa. Kila kiongozi wa tawi, kila kiongozi wa kundi ana jukumu la kuhimiza wanasimba wenzake kuja uwanjani. Hakuna sababu yoyote ya mwana Simba kubaki nyumbani. Utaipendaje Simba kama huifati ilipo? Kwa kuwa mechi hii tunataka tuwe na mashabiki wengi Benjamin Mkapa, tunataka kujaza Benjamin Mkapa. Mara ya mwisho kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa ilikuwa ni Simba Day. Tumeamua kuweka viingilio ambavyo havitampa mtu sababu ya kutokuja uwanjani, lakini pia tupo karibu na sikukuu za mwaka, na sisi tumeamua kupunguza viingilio ili kila mwana Simba aje uwanjani.
Anasema, na kama mnavyojua sisi ni watu wa heka heka. Sisi ni wala watu ambao hatupoagi. Tarehe 11 kwa maana ya kesho kutakuwa na uzinduzi wa hamasa kwenye kundi la kapu la magoli. Bado hawajawa tawi rasmi, lakini moja kati ya brandi za Simba, na sisi kazi yetu ni kuyawezesha makundi ambayo yanafanya kazi ya Simba Sports Club. Kesho Tandika tutakutana kwenye tawi la Mapambano. Tutaondoka hapo kuelekea kundi la kapu la magoli. Kwenye hamasa ya sasa tumeongeza jambo la kuwafikia wanafunzi wa vyuo vikuu, na hapo tumetengeneza Simba University Bonanza. Siku ya tarehe 14 kuanzia saa 2 asubuhi katika viwanja vya Mbagala za Kim tutakuwa na bonanza ambalo litahusisha vyuo vya Dar es Salaam. Tumeshawahi kufanya jambo kama hili, lakini lilihusisha matawi ya Simba na sasa ni vyuo vikuu. Draw itafanyika tarehe 12 katika chuo cha uhasibu TIA. Wana Simba wote mnakaribishwa. Tarehe 13 tutakwenda kutoa msaada kwenye kituo cha kutunza watoto yatima kilichopo Manzese, na msaada wetu ni kujumuika nao kwa chakula cha mchana, na chakula chetu cha mchana sio ugali, tunakwenda kugonga biriani. Kwenye bonanza letu la tarehe 14 nichukue nafasi hii kuyakaribisha matawi yetu siku hiyo. Sio kwa kuwa vinashiriki vyuo vikuu ndio msiwepo. Tunayaomba matawi ya Dar es Salaam nayo yawepo. Halitakuwa bonanza la kinyonge. Kutakuwa na burudani baada ya bonanza kumalizika. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wadhamini ambao wameingia ili kufanikisha tamasha hili. Huyo ni afisa habari wa klabu ya soka ya Simba, Ahmed Ali, akiunguruma kuhusiana na uzinduzi wa hamasa kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Sfaxien, mchezo wa 3 wa kundi A, ambao Simba wanakwenda kupambana kwa ajili ya kupata alama nyingine 3 katika kundi lao A. Lakini pia ametanabaisha ama ameweka wazi kuhusiana na swala zima la viingilio, huko kiingilio cha chini kabisa kikiwa ni shilingi 3,000 na kile cha juu kabisa kikiwa ni shilingi 250,000. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Renew Update TV kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Updates hapa ndo kwake.